Na ripoti kutokea uwanja wa Sabasaba hapa mkoani Mtwara, na huu ni mwendelezo wa kampeni za mgombea urais 2025 Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo atazungumza na maelfu ya Watanzania kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi baada ya kuingia madarakani. Nini akifanye kwa wakazi wa Mtwara? Mtwara oye! Asanteni sana wana Mtwara, asanteni sana. Kwa kweli tukisema Mtwara kuchere, kuchere kweli. Asanteni sana. Ndugu zangu, kitaifa, miaka mitano ijayo itakuwa ni miaka ya kupiga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia za kisasa, na vile vile miaka mitano ijayo tunataka kuchukua hatua za maksudi kudumisha mila, tamaduni na desturi zetu, zile zilizo bora, sio zile zenye madhara, zile zilizo bora. Sasa kwa upande mmoja tutaongeza matumizi ya teknolojia za kisasa ikiwemo akili unde ili kuimarisha ufanisi na tija katika uzalishaji na utoaji huduma, ikiwemo kwenye kilimo. Kwenye kilimo tumeanza sasa hivi kwenye kilimo tuna tafiti tunazozifanya kwa njia za kisasa. Nazo ni tafiti za mbegu, tafiti za udongo, kujua afya ya udongo, na tafiti mbalimbali katika kilimo tunazifanya kutumia teknolojia ya kisasa. Nadhani ulikuwa mwezi wa 7 mwaka huu, nimefungua maabara kubwa sana pale Dodoma ya kitaalamu sana ambayo inakwenda kufanya kazi hii. Lakini vile vile mwaka jana nilifungua maabara ya kisasa kabisa pale Sokoine inayokwenda kuwafundisha vijana wetu jinsi ya kuzalisha kwa kitaalamu na kutumia teknolojia ya kisasa. Lakini vile vile tunakwenda kutumia zana za kisasa kwenye kilimo, na ndio maana tunasema tutakuwa na vituo vya zana za kilimo ambapo wakulima wataweza kulipa bei nafuu, zana ziwatumikie na zirudi kwenye kituo. Vile vile kwenye masuala ya vipimo, nadhani mmeanza kuona kwenye uzalishaji tunatumia teknolojia ya kisasa, lakini hata wale wanaokwenda kuuza, wanaokwenda NFRA, wakifika pale ni teknolojia inayotumika kujua unyevu wa mahindi na mizani za kisasa, kujua uzito wa alichokileta, na papo hapo anapata risiti yake. Mashine hiyo inampa risiti yake na inamwekea message kwenye simu yake kwamba umeleta mzigo fulani, unyevu uko kiasi fulani, grade ya mazao yako ni kiasi fulani, na pesa zako kwa kilo hizo kwa bei hii ni kiasi fulani. Kwa anapata risiti ya karatasi, lakini kwenye simu kunakuwa na message yake. Kwa tunakwenda kutumia teknolojia kwenye kilimo na kwenye mambo mengine yote. Ni sawa kwamba tunapanda mbegu sasa hivi na mazao yake tutakuja kuyavuna miaka 5, 10, 20 ijayo. Hii ni mbegu tunayoipanda. Tunataka watoto wa Kitanzania wasome kwenye mazingira mazuri, sio yale tuliosomea sisi. Wasome mazingira mazuri, wawe na vifaa vyote vya kujifundishia na vya kufunziwa, walimu wawe na vifaa vyote, lakini kuwe na mazingira mazuri ya elimu katika ngazi zote, na tuwe na wasomi wazuri wa Kitanzania. Tunawekeza hivi ili kujenga kesho iliyo bora kwa Tanzania yetu. Tunakwenda kuitumia kuimarisha mawasiliano, ufuatiliaji wa hali ya hewa na mengineyo katika nchi yetu. Teknolojia hii inakwenda kufundishwa mashuleni na vijana wetu wanakwenda kuitumia. Na hapa ndipo nataka kuunganisha teknolojia, mila, tamaduni na desturi zetu. Kwa tutakwenda kufundisha teknolojia ambayo haitafuta, haitaharibu, haitawapotosha vijana wetu wakakiuka mila na desturi zetu. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana
teknolojia tunayokwenda kuitumia tunataka ikalinde mila, desturi zetu na tamaduni zetu, na tuzirithishe kwa vijana wetu, badala ya kuona tamaduni za nje na wakazifata, wafuate hizi za kwetu, tuzipe hadhi na wazifuate hizi za kwetu. Kwa hiyo hayo mkitupa ridhaa yenu, ndio tunayokwenda kuyafanya huko mbele, kujenga kizazi kijacho chenye maadili, kwa sababu kikaa na viongozi wa dini hawa wanalia na maadili. Kwa hiyo wao, sisi, walimu na wengine wote tukawajenge vijana na maadili. Kazi na utu. Mtwara oye! Ndugu zangu wa Mtwara, toka nimeingia Mtwara nimesikia kila jimbo, kila pahali wanashukuru kwa maendeleo. Sasa maendeleo ni dhana, ndugu zangu. Wale mnaowasikia wanasema hakuna maendeleo, hakuna chochote, elimu, afya, umeme, maji, kwa wao si maendeleo. Mnajua kwa nini? Anakaa maeneo ambayo hivyo vitu toka kazaliwa anaviona, toka kazaliwa hivyo vitu anaviona. Lakini kwa sisi wa vijijini hayo mambo ni maendeleo, tena maendeleo makubwa. Kwa hiyo hatuna budi kujipongeza kwa maendeleo makubwa tuliyoyapata ndani ya miaka 5 iliyopita. Kwa wao maendeleo sielewi ni nini, labda SGR wanaweza kusema hilo ni maendeleo kwa sababu ndio jipya kwao, lakini hao mengine waacheni wapige kelele, si maendeleo. Lakini kwa sisi wa vijijini ni maendeleo, tena maendeleo makubwa. Maendeleo oye! Tanzania oye! Kwa hiyo dhana ya maendeleo ina sura nyingi, ndugu zangu, wasiwavunje moyo. Tumepiga hatua kubwa sana ya maendeleo.